jina lako. Himidiwe jina lako mtakatifu wa Israeli. Bwana Mungu wa majeshi na Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa neema yako ambayo Mungu umetufikisha hapa. Maana Baba, si kwa nguvu zetu bali ni kwa neema yako. Bwana, kama si wewe na tuseme sasa. Maana vita leo simama Bwana kwenye hii wiki. Mungu, ni neema yako kufika hapa. Baba, tunakupa utukufu na sifa na heshima kwenye kiti chako cha enzi. Baba, hatutoe hata sehemu yote moja utukufu wote ukurudie kwenye kiti chako cha enzi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuketi. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema ya kuweko kwenye madhabahu toka siku ya Jumatatu tarehe 2 mpaka leo. Kwa kweli tunampa Mungu utukufu na sifa. Ni semina ambayo imekuwa na baraka nyingi, lakini imekuwa pia na vita tofauti. Na tunashukuru Mungu pia kwa busara ambayo imetumika leo, maana tumepata pia msiba wa karibu. Lakini nashukuru Mungu kwa busara ambayo imetokea. Mazishi yamefanyika mapema na tumepata angalau nafasi ya kumalizia leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana mchungaji pamoja na baraza zima la wazee. Kasema sasa msiba ni wa kwetu, lakini semina ni ya kwetu, tusukume yote. Msiba ndugu yetu amelala, amezikwa, lakini sasa tunamalizia semina yetu siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuwa na ujumbe ambao unasema nguvu ya damu ya Yesu katika kurithi ahadi. Na tumesimamia kwenye kitabu kile cha Galatia 3:29. Mungu ametusaidia hapo toka Jumapili tumekuwa tukitafakari, na kwa kweli tumepata ufunuo mpana kidogo juu ya ahadi. Lakini Mungu ametupa neema pia ya kupata maarifa mengi pia namna ya kuomba baraka. Lakini tumepata siri ya baraka, kwamba mahali baraka ya Mungu imesimama ni ngao ya kuzuia laana. Wale ambao tumeshiriki kwa siku zote, kuna hatua umeipata na kuna maarifa mapya ambayo Mungu ameyajenga ndani yako, ili unapoomba uombe katika nafasi ambayo itakufanya urithi ahadi za Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Galatia 3:29 Biblia inasema, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Na tumeona aliposema kwa kuwa sisi ni wa Kristo, imetokana na kitabu kile cha Ufunuo 3:9-10. Mwana kondoo Mungu alipochinjwa, alinunulia Mungu watu wa kila taifa, lugha na jamaa, akawafanya kwa wana ufalme, wanamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo tuliponunuliwa ndani ya kabila zetu, ndani ya koo zetu, ndani ya taifa zetu, Mungu ametufanya kuwa taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, ili ukuhani wa kifalme, ili tutoe dhabihu za rohoni. Kwa sasa, kwa kuhamisha kwa namna hii, tumepata haki ya msingi ya kuwa uzao wa Ibrahimu. Kwa hiyo sasa tuna haki ya kurithi ahadi za Ibrahimu kiagano, kupitia agano la damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumeangalia mambo ambayo siwezi kuyarudia yote. Nagusa tu kidogo kwa sehemu kwa wale ambao hawakushiriki toka siku ya kwanza. Lakini Mungu ameleta neema, mafundisho yako Facebook yatakuwa hapo kwa mwezi mmoja, lakini yako pia YouTube kule, yapo siku zote. Kwa ukiingia YouTube ukisearch Harrison Mzava, utakuta semina yote kuanzia siku ya Jumatatu mpaka hii leo. Na sasa hivi tuko live Facebook,
Tunamshukuru Mungu ametupa hiyo hatua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante, mshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji na baraza la wazee na waumini wote wa kanisa hili kwa namna ambavyo tumeshirikiana pamoja kwenye semina hii. Kwa kweli Mungu awabariki sana 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 kwa namna ambavyo mmejitoa kwa namna mbalimbali, kwa gharama tofauti tofauti. Bwana, hiyo thawabu yenu isiwapotee kwa kujitoa kwenye semina hii. Lakini tumekuwa na waombaji ambao wamekuwa kiomba kila siku. Mungu awabariki sana. Wakati mlipojitoa kwa ajili ya ufalme, Mungu awazidishie na ninyi. Haleluya. Amen. Lakini kuna waimbaji wameshiriki pia kwaya. Kuna kwaya ambazo zimekuwapo toka siku ya kwanza mpaka jana. Salamu na amani hatujiemba kwa sababu tumepata changamoto ya msiba ule, kwa hiyo muda wetu umeenda sana. Lakini pia kwaya usharika Toriani pia Mungu atie nguvu. Ni changamoto tu ya vita kwa sababu vyombo vimefanya kazi vizuri wiki nzima na shangaa leo vinagoma. Sasa ni moja ya vita. Mwana amani wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tungeni kama mna amani. Jifunze kwamba ni vita. Anaweza kusema labda tumeminywa kule na Musa na ataminya mwenyewe. Hizi ni vita za kiroho zinapotokea, lazima tujue ni vita na tukubali ni vita. Hata mimi hapo wakati naingia Facebook hapo kama mara 3 kasema sasa nini tena? Jaribu ni ende live YouTube imegoma. Jaribu tena YouTube imegoma, Facebook imegoma. Kaambia Mungu nisaidie. Sana shukuru baadaye imekubali. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye huduma namna hii, lolote likitokea tunajua ni vita, tulipinge na Mungu atusaidie. Haleluya. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mwalimu ambaye amekuwa akitusimamia kwenye vyombo na waimbaji kutoka maeneo mbalimbali. Kuna ambao wametoka Madizini wameshiriki nasi mfululizo. Ni jana walikuwa na jukumu lingine walishindwa, lakini wamekuepo, na wengine walishiriki kutoka nafini kanisa la Manyinga pale. Amepata changamoto ya kusafiri, ana mgonjwa kule Iringa, Mbeya, si wapi. Kwa hiyo wote nafuatilia pia Facebook au YouTube. Mungu awabariki wote mlioshiriki kusababisha hii kazi inaenda vizuri. Haleluya. Amen. Lakini washukuru mnaofuatilia Facebook, nimeona kundi kubwa la watu, nimeona ni zaidi somo la kwanza limefika zaidi ya 300 waliofuatilia. Ona mfululizo, namba imekuwa ikiongezeka kila siku. Unayefuatilia Facebook, Mungu akubariki sana sana sana, na mlio comment Mungu awabariki. Na bado hujachanoza ukashare pia. Ukishare haya mafundisho yanaingia kwenye akaunti yako, wale marafiki zako wote kwenye akaunti yako wanaweza wakaona. Kwa hiyo unaweza ukashare pia, ingie kwenye akaunti yako, itakuwa ni baraka pia kwa ajili ya wengine kushiriki baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli muda wetu umeenda kidogo. Ametamani tupate kile ambacho Mungu anataka tukipate siku ya mwisho. Tumeangalia vipengele tofauti sana, na tumeona vitu muhimu vikitusaidia namna ya kusimama kwenye ahadi, namna ya kuomba ahadi za Mungu. Na jana tumeangalia sana, jana na juzi, habari ya hatima inavyotengenezwa na baraka, kwamba baraka au laana inatengeneza hatima ya mtu. Na tuliona juzi jinsi ambavyo Yakobo alitamka baraka kwa watoto wake 12, lakini zile baraka akasema njoni msikie atakayowapata siku zenu za mwisho. Tukaona baraka inatengeneza hatima, na tukaona alipobariki wale watoto wake 12, sasa baadaye baada ya miaka 400 Musa naye akapata nafasi kama ile ya Yakobo, akabariki kabila moja moja. Na tukaona mfano watu wawili, Rubeni alitamkiwa baraka zake afu zikafutwa kwa sababu alimkosea baba yake na hakutubia ile dhambi. Sasa baada ya miaka 400 tunaona anakuja tena mtumishi wa Mungu Musa, anasema Rubeni naishi na asife, lakini watu wake wachache. Tunaona anashuka kwa Yusufu pale, anamwaga baraka za kutosha ambazo yani hazitafsiriki. Kule kwa baba yao Yakobo aliachilia baraka nyingi sana kwa Yusufu.
Anakuja Musa naye baada ya vizazi vinne anaachilia tena baraka nyingi. Kwa hiyo tukajifunza kwamba kama mzazi akikutamkia laana, na mjini utalaaniwa pia. Lakini mzazi akikutamkia baraka, na mjini kila anayekuja ataongeza jiwe juu ya jiwe. Na tukaona vile ambavyo watu wanakutamkia unavyovisikia, kuna msingi uliwekwa mahali unaoishi. Tukapata nafasi juzi na jana kushirikiana, tukaomba kusimamisha kuomba baraka ambazo zitatengeneza hatima. Juzi tuliangalia hatima ya mwaka, jana tumeangalia hatima ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunaenda kuangalia majukumu kiutumishi yanavyoweza kumshawishi Mungu akupe ahadi zilizo bora. Majukumu kiutumishi yanavyoweza kumshawishi Mungu akupe ahadi zilizo bora. Majukumu kiutumishi yanavyoweza kumshawishi Mungu akupe ahadi zilizo bora. Majukumu kiutumishi yanavyoweza kumshawishi Mungu akupe ahadi zilizo bora. Kitabu cha Hesabu 25 mstari wa 6 hadi wa 13. Majukumu kiutumishi yanavyoweza kumshawishi Mungu akupe ahadi zilizo bora. Bwana Yesu asifiwe. Tazama mtu mmoja mwa wana wa Israeli akaja kuwaletea nduguze mwanamke Midiani mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote, na wana wa Israeli wapo hapo walipokualia mbele ya mlango wa hema kukutania. Naye Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani alipoona jambo hili, akaondoka hapo katikati ya mkutano, akashika fumu kononi mwake, akamwandama mtu wa Israeli na kuingia ndani ya hema nyuma yake, naye akawachoma wote wawili kwa fumo lake, yule mume wa Israeli na huyo mwanamke kati ya tumbo lake. Basi pigo likazuiwa kwao wana wa Israeli, nao waliokufa kwa hilo pigo walikuwa watu 24,000 hesabu yao. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, Finehasi mwana wa Eleazari mwana Haruni kuhani amezigeuza hasira zangu zisiwe juu ya wana wa Israeli, kwa kuwa alikuwa na wivu kati yao kwa wivu wangu mimi, hata nisiwaangamize wana wa Israeli katika wivu wangu. Basi kwa hiyo sema, tazama nampa yeye agano langu la amani, tena kwake yeye na kizazi chake baada yake litakuwa agano la ukuhani wa milele, kwa sababu alikuwa na wivu kwa ajili ya Mungu wake na kuwafanyia upatanisho wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumepita tukiomba ahadi za Mungu tofauti tofauti, na tumepita tukiomba baraka ya Mungu tofauti tofauti. Kani wakati na tafakari sana siku ya jana, wakati tunamalizia, kuna kitu Mungu akanisaidia rohoni mwangu, kaniambia, kwa kiwango ambavyo utajipanga kwangu, ndicho kiwango ambacho nitaachilia ahadi au nitatimiza ahadi za Ibrahim, lakini pia nitazalisha ahadi mpya kwako, kiagano kati yangu na wewe binafsi. Sasa nikatafakari sana, hichi kitu kimekaaje? Nilipoendelea kutafakari leo, nikapata habari za Finehasi. Huyo ndugu walikosea pale, kuna mambo yalifanyika, walialikwa waende sadaka ambazo zilitolewa kwa miungu ya Baali. Walipoenda kula, wakala wakanywa, wakaanza kuzina wanawake wa Midiani. Sasa wakati wameshazina wanawake wa Midiani,
Ikatokea mwanamume mmoja sasa ameenda kule kala sadaka kazini, lakini akapeleka zawadi kwa ndugu yake. So napeleka zawadi ya fedha, alipeleka zawadi ya mwanamke. Kamba mpeleke na ndugu yake naye mwanamke zawadi ya mwanamke wa Kimidiani. Sasa alikuwepo mtumishi wa Mungu pale anaitwa Eleazari. Kile kitendo nilichokiona, alisikia wivu kwa ajili ya Mungu wake. Ule wivu wa Mungu wake ulikuwa ndani yake. Kasema haiwezekani, wakati tumetandikwa kwa sababu tumemwasi Bwana, wakati watu tunazidi kulia, jamaa anaenda tena huko anatuletea kituko kambini. Akachukua fumo au kwa lugha tungesema mkuki, akaenda kwa shabaha na kwa mkufu. Wakati wameongozana mwanamke na mwanamume wa Israeli, alipiga mkuki kwa pigo moja, likaingia kwa mwanamume likapita kwa mwanamke, wote wakafa. Alafu pia nasema ghadhabu ya Mungu ikazuiliwa na pigo la Mungu kuweza likaachia saile, na watu waliokufa ni maelfu. Sasa yule ndugu, Mungu hakumwambia waue hawa watu, ila mahusiano yake na Mungu wake, vile ambavyo Mungu alijihisi vibaya iliingia ndani yake. Akasema kwa kweli haiwezekani huyu afanye kitu hiki kwa Mungu wangu. Ile hasira ya Mungu, ule wivu wa Mungu wake ukawaka ndani. Akasimama kuhukumu kwa ajili ya Mungu wake, na hasira ya Mungu ikaishia pale. Sasa kile kitendo, Mungu akasema Eleazari amekuwa na wivu wangu umekuwa ndani yake. Amesimama mahali pangu. Nilipokuwa najisikia vibaya, naye kajisikia vibaya kama mimi. Akasimama kutoa hukumu kwa wale ambao wamenifanyia vibaya, kwa sababu kwa jambo kama hili ninampa agano la amani la milele katika Israeli. Kwa kile kitu hakuwa nacho. Ushasikia watu wanasema kuna mtu fulani amepewa anaita si nini Nobel ya amani. Nelson Mandela si alishapewa hiyo. Si unasikia kuna wanasiasa au watu fulani anapewa shahada, wanaita si Nobel ya amani, si vitu tunajua wenyewe, lakini kuna vitu wamevifanya. Wanasema kwa kweli huyo mtu ni mtafuta amani, anapewa heshima fulani ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu akampa ahadi kwamba nishakupa ukuhani, lakini kwa jambo hili umeburudisha moyo wangu, umesimama kwa ajili yangu, na kupa ahadi mpya. Vizazi vyako vyote watakuwa makuhani mbele zangu, lakini ninakupa agano la amani katika Israeli. Sasa huyu kuna kitu amefanya, kile kitu kikamshawishi Mungu kumpa ahadi nyingine mpya. Sasa tunapopita kwenye utumishi, tuna ahadi nyingi za utumishi kupitia Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sasa ndani ya hizo ahadi kuna vitu tukifanya vizuri kwa baba yetu, tunapata ahadi mpya kutoka kwake kiagano. Kuna mahusiano ya baba na mtoto. Kati na tafakari sana, Mungu akaniambia wengi nimewaokoa, lakini hawawezi kukaa kwenye nafasi ya kuwa mwana kwenye mtumishi. Wanafurahia zaidi nafasi ya kunitumikia kama mtumishi, lakini hawapendi wanitumikie kama wanangu. Sasa huyu Eleazari hakutumika tu kama mtumishi, alisimama kwa ajili ya baba yake. Alijisikia vibaya kama baba yake anavyosikia, alijisikia vibaya kama Mungu wake anavyosikia. Kwa hakusimama tu kama mtumishi, alisimama zaidi kama mwana kwa baba yake.
Unajua, ukiwa mwana wa Mungu katikati ya utumishi, utafanya zaidi ya watumishi wengine, na kuna vitu Mungu atavipanda ndani yako ambavyo havipo kwa watumishi wengine, na kuna heshima Mungu atakupa ambayo huwezi ukaipata kwa watumishi wengine, na kuna viwango vya neema Mungu ataviachilia ambavyo havipo kwa wengine. Wengi wanatumika kwa sababu ni watumishi, lakini hawatumiki kama wana. Ukitumika kama mwana, huwezi kufanya kazi ya Mungu kwa mapozi. Huwezi kufanya kazi ya Mungu kwa kumringia Mungu. Huwezi ukafanya kazi ya Mungu ukitanguliza wewe kama kipaumbele. Yaani kuna watu huduma imefika hatua, yaani zimekuwa sanamu. Akisimama kwa sababu Mungu amempa neema utumishi, ananyanyasa wengine kwa sababu ya ule utumishi. Sasa huyo sio mwana, anafanya kazi ya utumishi kwa Mungu, lakini hafanyi kama mwana, anafanya kazi kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tamani Mungu akupe neema kupitia somo la siku ya leo. Hebu kajikague, kajitathmini kwamba ndani ya utumishi huu ninafanya kama mwana au nafanya tu kama mtumishi. Hebu fikiri, unaitwa kwenye huduma. Ukiitwa kwenye huduma, sema okay, ili nije nitumieni kwanza nauli. Wewe ni mtumishi, sio mwana. Nauli kama haijaja huendi. Wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini sio mwana wa Mungu. Kwa hiyo unafanya kazi kwa maslahi ya kwako, lakini si kwa maslahi ya baba yako. Umeenda kwenye huduma, umefanya huduma, Mungu ametukuzwa. Kama hujapewa bahasha, unasema msinite tena mwakani. Kama umelazwa mapabayo, unasema usinite tena mwakani. Kama posho, kama bahasha haina noti nyekundu ina zile si za jani la mgomba, nasema mwakani, kwa sababu najua kuna zile bukubuku zikifungwa mpaka upate 1,000, tota bahasha imenona. Sasa unaweza kukuta zimefungwa zile 10,000, lakini ukipokea bahasha si imenona. Alafu ukifungua nakuta bukubuku zimejaa tu kwa kona 5,000, alafu ukipiga hesabu zote zimeisha 10,000. Nauli ya kwenda 60,000. Nasema hapa hamtaniona tena milele. Wewe sio mwana. Wewe ni mtumishi wa Yesu, sio mwana wa Yesu. Ukiwa ni mwana wa Mungu, ufanyi kazi ndani ya kanisa, unafanya kazi ya Mungu, sio ndani ya kanisa. Na posho yako haitoki kwenye kanisa, inatoka kwa aliyekuajiri. Mchungaji hajakuajiri. Wazee wa kanisa, aliyetuajiri kwenye kazi ni Yesu. Sasa ili ikulipe vizuri kwenye utumishi, ajira yako itoke kwa Yesu, sio kwa watu wanaokualika, wanaokuita, wanaokutumikia. Yaani wanakupa nafasi ufanye kazi ya baba yako, lakini wao hawajakupa nafasi ya kukutumikia. Yaani wao wametengeneza nafasi ili ufanye kazi ya baba yako. Kwa hiyo umepata posho, hujapata posho, unadai kwa Yesu, sio kwa watu. Toka Mungu aliponifundisha, aliponiwekea msingi, akaniambia, Harrison, nimekuajiri. Mimi Yesu nimekuajiri. Usitafute ajira kwa mtu mwingine zaidi ya mimi. Kamwambia, kwa namna gani? Kanaambia, posho yako ipo kwangu, haipo kwa watu wanaotumikia. Kwa hiyo umepewa, hujapewa, usipate shida, nitakupa mimi. Na ile kanuni aliponifundisha nikaielewa. Yaani nimefundisha kujitoa zaidi kuliko kupewa. Naandaa huduma nyingi za kujitoa kuliko za kuitwa. Kwa nini? Ninamjua aliyeniajiri. Umesikia sawa sawa? Ninamjua aliyeniajiri. Na akaniambia, sasa omba nikupe vyombo ili huduma iwe nyepesi. Na akaniambia kanuni, nikikupa vyombo sijakupa ufanye biashara,
nimekupa ufanye kazi yako, sio biashara. Kwa hiyo wametoa sadaka ya vyombo, hawajatoa, sio kazi yao. Sadaka ya vyombo ninakupa mimi. Haleluya. Niwaulize swali jepesi nyewe, nafikiri mtakuwa na ushuhuda kidogo. Tumekuwa na semina lini hapa? Ilikuwa ni mwezi wa ngapi? Wa 11. Huu muziki uliokuja ndio uliokuja kipindi kile. So leo tulikodisha generator. Tumekuja na jipya. Yaani ndio limeanza kufanya kazi wiki iliyopita. Huduma ya pili ni hapa jipya. Boss 300 na ngapi na 3800 boss. Sasa nilipovitoa vyombo bure kwenye semina ile, sikutoa bure, nikamwambia Yesu, bajeti ya hela ambayo ningetakiwa nipewe ni hii hapa. Za hela kunipa hawana, nilipe vyombo vilivyotumika kwenye kazi yako. Kaambia shinga, kaambia kwa kweli kwa hesabu za haraka haraka hapa ni kama 800,000. Kaambia sawa. Akanilipa. Maana generator 900,000, nanua mic 250,000, na stand ile pale mwalimu asaidia akipiga kinanda, na mic iko pale na shika tu kirahisi. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ukifanya kazi kwa baba yako na maongezi na baba yako. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu atavifanya ambavyo huvioni kwa wengine. Sasa ningewaambia mnilipa labda 200,000 au 300,000, lakini kwa Yesu amenipa 1.5 milioni. Nimenunua manunuzi ya baba 1.5 milioni. Yana msingekuwa nayo kunipa. Kwa hiyo unapofanya kazi kwa baba yako, kuna mahusiano binafsi ya kiagano ambao hutakopi kwa mtu mwingine yeyote. Sasa ninapofanya mimi sio kakopi, ukikopi vitaharibika afu utatengeneza tena. Amenisikia sawa sawa. Usije ukaamka sema sana mimi nitafanya kama mzee. Nikiitwa sichukui hela, acha uone cha moto. Vitaungua alafu vitengenezeke. Kwa nini? Kuna mahali tumetoka na huyu Yesu, ndio maana tumefikia hapa. Sasa nawe anza taratibu, baada ya miaka 7 uwe na majibu kama ya kwangu. Haleluya. Amen. Point yangu ni nini? Wivu wa Mungu wako. Ndio tulipokuwa na semina ya mwaka, si ilikuwa ni mwaka juzi hapa. Kulikuwa na kajeneta kale kwa hapo nje hapa. Nafikia mama Gapo unakumbuka na Elisha. Kuna kajeneta kale kwa hapa ni kanazima. Paka toka hubiri bila leo. Muziki upo kajeneta kama si baba sana nakumbuka. Mtuje ulikuwepo ile semina kipindi kile. Kajeneta Felix kama toka madisini kabosi kamechoka. Kakiosha titi kamekufa. Titi kasema Mungu, wewe una generator bwana. Hebu nipe generator kwa ajili ya kazi yako. Hii si unajiaibisha mwenyewe hapa. Tukaenda tena kule Kidude kule na Fipo unakumbuka. Generator kadogo, mziki umezidi. Kakiwashwa kanakata. Kamezidiwa na mzigo. Wanawasha tena kanakata. Ambia Yesu, wewe una pesa. Hebu leta nijisikia wivu kama Mungu sio naibika. Una madileta yapo, hebu toa moja hapo tufanyie kazi. Asione wivu wa Mungu wangu ameleta kona wewe, inatakiwa kwenye utumishi wako. Sikia wivu wa Mungu wako, yani uone Mungu wako anavyojisikia, ili umshawishi ajifunue kiagano binafsi. Najua tuna Mungu wetu, lakini lazima ufike uwe na Mungu wako. Mnaelewa sawa sawa? Yaani ifike hata Mungu ajifunue kwako kiagano binafsi. Yaani anapojifunua kwako kuwa na ufunuo tofauti na kwa wengine. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya watumishi wa Bwana. Amen. Jirani inaingia hiyo. Mwambie jirani hiyo inaingia. Mwambie jirani hicho kinaingia. Tusogee Mathayo 25:14. Tunaangalia namna ya kufanya vizuri kwa Mungu wako, ili Mungu wako ajifunue kwa viwango. Mathayo 25 mstari wa 14 hadi 30.
kama nitasoma yote au kama nitasoma baadhi sawa. Biblia inasema hivi, maana ni mfano mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake wakaokoa mali zake, akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile na yule mwenye 2 naye akaenda akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5 akaleta talanta nyingine 5. Akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari ambayo tunaijua sana. Sasa uwekezaji wa Mungu una vigezo. Tumeenda kuomba ahadi za Mungu, tumekwenda kuomba baraka za Mungu zisimame kama ngao ya kuzuia laana za maneno za kila namna. Sasa Mungu anapokutembelea ataanza na hatua ndogo. Kuna vitu atakupa kwenye hatua hiyo, aone utaleta matokeo gani. Sasa kiwango cha uaminifu kwenye kile ambacho Mungu amekifanya baada ya maombi kinaongeza hatua ya 2 na ya 3 na ya 4 na ya 5. Mungu anajua mwanadamu haaminiki. Toka bustani ya Edeni mwanadamu haaminiki ulimwengu wa roho. Kwa shetani haaminiki, na kwa Mungu vile haaminiki. Ndio maana mtu akienda kwa shetani kutaka vitu vya shetani vyenye nguvu, cha kwanza agano. Na mtu akienda kwa Mungu ili apewe vitu vikubwa vyenye nguvu, cha kwanza agano. Kwa nini? Mwanadamu haaminiki ulimwengu wa roho kabisa. Kwa hiyo kama tunafungwa kiagano, Mungu ataanza uwekezaji wa baraka, ataanza uwekezaji wa ahadi kwa kadri ambavyo utakuwa mwaminifu kwenye hatua husika. Inampa Mungu nafasi awekeze zaidi. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Lakini Mungu akiwekeza vitu vya thamani kwako, ukaacha kumwangalia Mungu, ukaanza kuangalia vitu, aise, hata hicho anakiondoa. Kwa sababu kule chini huyu wa talanta 5 alipozalisha, akaongezewa neema nyingine na nafasi nyingine. Wa talanta 2 alipozalisha, na ye akapewa vitu vingine. Lakini wa talanta 1 alishindwa kuzalisha. Wakasema, chukua hiyo 1 mpeni mwenye 5, maana mwenye vitu ataongezewa, asiye na kitu hata kile azaniacho atanyang'anywa. Kwa hiyo Mungu anaweza akaja akawekeza. Sasa uzalishaji unaoelezwa hapa sio ule wa kupewa milioni uzalishe milioni 5, hapana. Kwamba Mungu akiwekeza atapata faida kwako kiwango gani. Ndio maana akasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Kwa kiwango ambacho Mungu anapata faida, anakuwekezea, anawekeza zaidi, apate faida zaidi. Sasa Mungu akiwekeza, anaona kabisa anapata hasara kwenye uwekezaji. Alichokupa na kitoa, anampa yule ambaye anazalisha kwake. Sijui umenielewa sawa sawa. Mungu akiona unazalisha, anawekeza zaidi, uzalishe zaidi. Akiona huzalishi, hapati faida, ufalme haujengwi, mambo hayaendi,
kuna namna Mungu hajisikii vizuri. Kwa ili ufanikiwe, wevu wa Mungu ufungwe ndani yako kama Eliezeri. Kebano sema kwa kweli Bwana umenipa hiki, lakini ngoja niwekeze kwako zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuwa nikigombana hata na familia yangu wakati mwingine kwa sababu ya maisha yangu na Mungu wangu. Kuna wakati napata fedha nzuri, lakini nasema Mungu, kwa kweli kuna mahali kuna mambo yako hayaendi. Ngoja niwekeze kwako kwanza, mimi baadaye. Unapata tena kitu kizuri ambacho ningefanya kitu kizuri kwenye familia mpaka ifurahi. Sema Mungu, hapana. Kwa habari ya kaza kuna kitu hakijakaa sawa. Ngoja niwekeze tena. Inafika hatua unakopa dukani ili uwekeze kwa Mungu wako. Mara ngapi ulienda kukopa ili ufanye kitu cha Mungu? Mara ngapi? Kuna sana na sisi mtumishi na huduma, kuna kitu hakijakaa sawa kwenye huduma, naomba nikopeshe kitu fulani, takulipa baada ya muda fulani. Tulikuwa na semina pale tulikuwa na semina pale Mkindo mwaka jana. Mixer ikaungua katikati ya huduma. Niliwaza nikawazua wapi, nikatafuta za kuazima nikakosa, za kukodisha nikakosa. Kaambia Mungu, sana tunafanyaje? Akaniambia sasa nenda kakope mixer nyingine dukani. Nikapiga simu saa 3 usiku Morogoro. Kasema mtumishi wa Bwana, nina semina inaanza kesho asubuhi. Mixer inaungua. Niazime mixer. Nitailipa baada muda mrefu. Simu ndio anasema mchungaji, kula naitwa mchungaji wa. Sasa sio kasirike maana sasa. Nikaambia mchungaji, aisee hana shida bwana. Asema sasa hivi namtuma kijana dukani. Hebu fikiri saa 3 alishafunga. Ni duka kubwa, akatuma kijana akafungua duka, akachukua mixer, ikaenda stendi saa 3. Akapata noa, nimepokea saa 6 ya usiku. Saa 6 ya nini? Wivu wa Mungu wangu. Hivi tunamkaja asubuhi hatuna vyombo. Alafu kuna ibada natakiwa ifanyike saa 1:30. Hivi na tunamkaja tunaangaliana. Kasema Mungu, ule wivu wa Mungu ndani. Walifanya nikakopa mixer. Lakini walipokuwa waaminifu ndani ya karibu wiki kama wiki 2 hivi, nikalipa 700,000 zote. Kimeujiza hivyo hivyo. Haleluya, haleluya. Ni ule wivu wa Mungu. Sasa Mungu akufungia wivu wake ndani yako. Kuna vitu atafanya mpaka utachanganyikiwa. Amina. Haleluya. Amen. Najua hata huko kuvaa zamani najipenda navaa suti. Nimezivaa suti kwa shinikizo la Mungu. Amina. Hii ni telaki ya nguo. Sina nao napata maiki. Mungu alitumia manabii karibu 4 au 5. Mmoja hapo ni Rosemary. Sababu nimekuona. Mungu ameniambia unatakiwa ushane nzuri maana anakupeleka viwango kama vya kinamshi. Unakumbuka hiyo? Alafu akawa kwanza kanishonya suruali kuna shati ya kitenge safi. Sasa Mungu akubariki. Hiyo naikumbuka hiyo. Mungu akubariki, akupeleke viwango, akuvike kiroho zaidi. Akanipiga pamba mwanangu. Kanishonya shati safi. Tena aliona akishona haitafika viwango, akaenda kwa Adam. Akaenda kwa fundi, akalipa, kashona suruali safi na shati safi. Lakini Mungu alimwambia baba yenu, kwa kweli vigezo vya nguo haviko sawa. Akasema na mgeneta Flora, na Flora leo haiko hapa. Akamwambia Flora, mwambie mzava nguo zinaniaibisha. Akasema na Hepi kutoka Dodoma, Hepi Mgomba, akamwambia mwambie mzava nguo zinaniaibisha. Sasa Mungu anainua mikono. Nikabidi sasa niende kwa fundi nichomwe suti mfululizo. Amina. Hadi zikatoka mapacha. Lakini Bwana alinishinikiza. Ule wivu wa Mungu ulikuwa haoneki sasa kushona nguo nzuri. Hivi kwa nini nishone nguo wakati madhabahu Bwana haijakaa vizuri? Amina. Yaani wewe una wivu gani kwa Mungu wako? Una wivu gani? Sasa mkiona kesho kuna vitu vinazaliwa, msije mkasema sasa Mungu ameniambia mzava nitakubariki mpaka atasema wameenda kwa wachawi.
Uwekezaji huu ndio unazalisha vitu. Sasa kesho kutwa vitazaliwa vitu dabo. Sio kasa nimeenda kwa wache, nimeenda kwa Yesu huyo, ila nini? Wivu wa Bwana Mungu wetu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Kwa kiwango ambacho utaweza kuzalisha kwa kile kidogo, kitamshawishi Mungu awekeze kwa viwango na viwango na viwango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumalizia hapo kwenye Rumi 8:16. Malizia hapo, tende tuombe kidogo. Galau tutiseme kidogo mbele za Mungu wetu. Ni siku ya mwisho, twende sasa tukakombe kila kitu. Rumi 8:16. Nitasoma mpaka mstari wa 23. Roho mwenyewe ushinde pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitisha katika tumaini. Na kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana tajua kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila sisi wenyewe tuliomalimbuka roho, isi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukitazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa changamoto kubwa ipo kwetu wapendwa, ni mwili. Kinachotuzuia ni mwili. Ukiupenda mwili sana, vitu vya rohoni vinagoma. Ukipenda vitu vya mwilini sana, kusukuma vya rohoni zaidi inagoma. Sasa hapa anasema kuna kipindi cha kuteseka pamoja na Kristo, lakini kuna kipindi cha kutukuzwa pamoja na Kristo. Kuna majira unapita, unalia, unaomboleza, lakini haya majira yanakuandaa ili usio na kiburi wakati Mungu anajidhihirisha kwako, umpe utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema viumbe navyo vinaugua pamoja nasi, vikisubiri wana wa Mungu wakivuka na vyenyewe vivuke. Hata kuku zako zinaugua pamoja na wewe, bata zinaugua na wewe, mbuzi na kondoo. Uchumi wako unaugua na wewe, afya yako. Kwa hiyo kuna maisha ambayo tunapitia, kuna vitu vinaugua na sisi, lakini vinasubiri tuingie kwenye utukufu na wenyewe vipate ukombozi. Shida ni mwili. Tatizo wapenda ni mwili. Hili fikie kwenye viwango vya kuwa mwana, viwango vya kuwa na wivu wa Mungu ndani, inategemea umeshindaje mwili wako. Mwili unakuambia usiende kwenye maombi. Mwili unakuambia kwamba ukienda ukifunga duka utafilisika. Mwili unakuambia ni wakati wa kilimo usiende kwenye semina. Mwili unakuambia ukitoa sadaka sana zitapungua. Mwili ndio unaosema vitu vingi katikati yetu. Mwili ndio unatuzuia. Mwili ni pasi la kuona utukufu wa Bwana. Lakini tukikombolewa kwenye mwili, tukiingia kwenye nafasi ya kuwa wana wa Mungu, wivu wa Mungu unafungwa ndani kama Eliezeri. Hufanyi vitu kama fulani, unafanya vitu kama wewe. Hufanyi vitu kwa mashindano, unafanya mapenzi ya baba yako.
Hufanyi vitu kwa sababu unafanya, ni kwa sababu Mungu amesema ufanye. Haleluya. Nilipoanza mwaka huu, Mungu aliniambia unaingia msimu mpya wa kivita. Baada ya ishara kadhaa, baada ya mambo kadhaa, nikasikia unaingia msimu mpya wa kivita. Kwa hiyo ukisimama vizuri kama mwana kwangu, utashinda hiyo vita. Ukiwa mwana unakuwa umekomaa akili. Uwezi ukampa mtoto mchanga upanga, atajikata. Lakini mtu mzima anapoupanga, maana hatajikata wala hatakata wengine. Sasa akaniambia ni kipindi ambacho inakubidi uwe na msuli wa kutosha, maana kuna lango limefunguka na kuna vita kulifunga hilo lango. Umeona ishara kwenye semina hii? Ni moja semina imekuwa na vita mwanzo mwisho. Unaona semina ngumu kama hii, ilikuwa tunapaswa miamba hapa ndani. Tunapaswa miamba. Shetani akaona haitoshi, akatuwekea na msiba siku ya mwisho. Na mazishi yanafanyika hapa kanisani. Yesu wasema sasa, wapenda tuwe na amani tu. Tumepata msiba wa kanisani, tuahirishe semina hadi mwakani. Hata tusinge kwa sababu si mazingira na ruhusu. Lakini akasema msiba tunazika na semina inaendelea. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna baba, wivu wa Mungu umefungwa ndani kwenye semina hii siku ya leo. Amen. Akasema kwa wivu wa Mungu wangu hapana, msiba upo na semina iendelee. Amina. Fikiri baba mchungaji mjukuu Dar es Salaam anauguza kule Dar es Salaam, ama mchungaji yuko Dar, mwanae yuko Dar, mjukuu anaumwa, sio na wiki ya ngapi huko, lakini akasema yuko Muhimbili, lakini semina ifanye nini? Angesema jamani wapenda sisi tunauguza, mama mchungaji hayupo, sina ni jamani. Akasema sawa, tunauguza lakini semina iendelee. Wivu wa Mungu wake umemsababisha sema semina iendelee. Amina. Sasa fikiri baba anauguza, mjukuu kalazwa Muhimbili, apeche nataka mamilioni, na akasema semina nipo. Alafu wewe huna sababu kama hiyo kwenye semina hujaji. Watu wametoka madisini, wamelipa nauli na mabodaboda nenda rudi. Yaani uko hapa tu. Yaani unasogea tu kwa mapozi umefika, semina haupo. Alafu wenzako wakinunua vigwango vya utumishi na baraka wasema watu kija kuna baraka madhabahuni. Amen. Kila semina beba neema yake. Kwa Mungu akaniambia jikaza viuno vyako kwa upya. Kwa nilichokuwa nakiona hapa sijashangaa. Tulikuwa tuna semina hapa, nilitoa vyombo pale vitumike, tulikuwa tuna semina pale madizini. Ile siku tu ya kwanza zikaungua speaker 4. Yaani semina inaanza speaker 4. Ashukuru mtumishi wa Mungu mwalimu, naye alikuwa Eliezer wa siku ile. Mwalimu alikuwa Eliezer siku ile na wewe. Wivu wa Mungu kawaka ndani. Hakuniambia, akatoka tu akaenda kanisani, akabeba speaker 2 akaleta. Nashangaa inakuwa tokea nini? Akaleta speaker 2 akatoza nguo akaweka nyingi, yani papa. Yani watu hata hawakustuka kimetokea nini. Wivu kula ndani yake kama aliweze. Amen. Sana na wewe binafsi. Bwana akupe agano kama kwa kile akupe agano, akupe agano fulani na huo wivu wa Mungu uliombika ndani yako. Angesema kwanza msafa wenyewe anajidai na vyombo, hata kama vyote hakuwa sasa nakosa nafasi kwa sababu yake, ngoja sasa haribikiwe. Ile siku nyingine asipewe nafasi, asema ni kazi ya Mungu si ya msafa. Akachomoka kana na pikipiki 2 akaiba speaker za kwaya yao, yani kitu kama cha dakika 15 hivi. Hata mwenyekiti sema kwa juu, Rosemary sema juu kwa juu. Yaani akaona vikao baada ya kile cha kwanza nini? Wivu wa Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa tunayasoma kwenye Biblia yapo kwa watu, yapo mtaani hapo. Wivu wa Bwana, wivu wa Mungu kiwaka ndani, uweze kunyamaza. Amina. Sababu nini? Kwa nini Mungu aibike na mimi niko hapa?
Na siku ile shetani angeningonga kama ngongo yote. Kiko wapi sasa? Maspika mabovu. Shetani alifunga mdomo na plasta. Amen. Haleluya, haleluya. Kwa Mungu anataka viwango kama hivyo. Yaani usikie chamoke na redio kwa jisikie vibaya. Yaani hapa hatuna talizi, hapana. Kwa nini bana kwangu zipo? Usikie vibaya jamani, mchungaji ndani ya miezi mitatu weke tai. Yaani ujisikie vibaya, nafsi iungue. Nafsi iungue kama hata shamba nauza kwa ajili ya Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Bwana akipata watu kama ufalme wa Mungu unajengwa. Na Yesu atamfanyaje mapema? Sababu ni injili itahubiriwa kwa kila kiumbe kwa muda mfupi. Simama kwa miguu yako miwili. Tumwabudu Mungu, tusukume maombi. Leo tunasukuma maombi yetu. Mungu, naomba funga wivu wako ndani yangu mwaka huu. Mwambie Mungu, nifanye Eliezeri wa pili. Nifanye kwa Eliezeri wa pili mwaka huu. Funga wivu wako ndani yangu. Nisifurahie vitu vyako vikiharibika. Nikiona mazingira hayakaa sawa, niwe sababu ya Bwana kutukuzwa. Mwambie tu Mungu, mwaka huu wivu wako ufungwe ndani yangu. Tumwabudu Mungu. Napomwabudu Mungu naweza kaachia kiti. Hebu niachie tuombe leo kwa nafasi. Naweza kajiachia toka kama hali ambapo tutaomba kwa uhuru zaidi. Tamani tumwambie Mungu, tunatamani funga wivu wako ndani yetu. Lakini ile hali ya kuwa mwana iumbike ndani yako. Ufanye kazi ya baba yako. Ufanye kama mwana. Usifanye tu kama mtumishi, bali fanya kama mwana. Na wivu wa baba yako ufungwe ndani yako mwaka huu na miaka yako ya huduma. Karibu tumwabudu Mungu. Oh
maserafi, makerubi, hata tunaabudu ile sogea mbele. Kuna kitu Mungu anakiachilia, kuna kitu Mungu anakwenda kukiachilia leo. Ni siku yetu ya mwisho. Mwambie tu Yesu, usinipite. Piga magoti hapo, anakotoa na Mungu na magape, msindikize hapo. Gladi Agnes, nani Gladi, njoo kapiga magoti pale. Umezaliwa kwa mzaba, si kwa bahati mbaya. Mungu akusaidia kutembea na Mungu wa baba yako. Sema, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaomba toba, ninaomba rehema, maana kuna vitu unavitafuta kwangu hujaviona, kwa sababu ya tabia ya mwili, kwa sababu ya tabia ya mwili imenizuilia vitu vingi. Ni kwa sababu sijatumika kama mwana wa Mungu, nimetumika kama Mkristo tu wa kawaida. Mungu uliye hai, leo narudi, ninaomba toba kwa ajili ya dhambi zangu, makosa yangu na uovu wangu na machukizo yangu yote. Leo ninarudi kwenye madhabahu yako, naomba unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ni siku za mwisho, umekaribia kulitoa kanisa lako. Mungu uliye hai, kuanzia sasa niwe mwana, unihamishe kutoka ufalme wa giza ukaniingize katika ufalme
wa mwana wa pendo lako. Naomba damu ya Yesu hii nioshe kwa upya. Nimetembea kwa mazoea, nimetembea kwa taratibu, nimetembea kwa kawaida na kwa mazoea. Mungu, leo ninarejea kwenye madhabahu yako. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba msamaha. Ni kwa damu ya Yesu najipatanisha na nafsi yako kwa damu ya Yesu. Leo Bwana, ile hali ya kuwa mwana iumbike ndani yangu. Hiyo hali ya kuwa mwana initenge mbali na dhambi, initenge mbali na uovu, maana kila kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi. Mungu aliye hai, ile roho ya kutenda dhambi leo naivua kama vazi kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu. Na utumishi wangu umekosa upendo, ni kwa sababu nimetumika kama mtumishi tu shambani la mwako, na wivu wako haujaumika ndani yangu. Nimejifunza kweli, Ezeri aliubeba wivu wako, akafanya hukumu kwa ajili yako, akalipa kisasi kwa ajili yako, na siku ile ukamfunga kiagano, agano la amani, ukamfunga kwa agano na vizazi vyake hata milele. Nami Bwana, kuna vitu nimefeli, vimesababisha nishinde kupokea ahadi zilizo bora. Nami leo nimetambua, ninarudi kwenye nafasi ya kuwa mwana. Ikiwa Bwana, wivu wako uliumbika ndani yangu, nikafanya kitu leo kwenye madhabahu, unifunue kwangu kiagano, ukaseme nami kiagano kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, ndani ya mwaka huu na miaka ya utumishi wangu, jambo jipya likaumbike la wivu wa Mungu ndani yangu. Wivu wa Mungu uumbike ndani yangu, ili Bwana niwe na kitu cha ziada kuliko watumishi wenzangu. Ulimwambia Petro, je, wanipenda kuliko hawa? Ifike siku ulitaje jina langu ya kwamba ninakupenda kuliko watumishi wengine. Nina wivu wa kazi yako kuliko watumishi wengine. Nitoe mali zangu kwa ajili ya wivu wako, nitoe muda wangu kwa ajili ya wivu wako, nitoe nafsi yangu kwa ajili ya wivu wako, ili Bwana unapoona ukaachilie agano ilo bora, unapoona ukaachilie ule urithi ulio bora, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Inafungua pazia ya ulimwengu wa roho, inafungua kwa damu ya Yesu, inapenya, inaingia patakatifu pako, ili Bwana inapoachilia maombi, madhabahu yako inipokee, na ule moto wa madhabahu yako ujifunue kwa nguvu na msimu mpya, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nikipata neema niingie patakatifu pako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Niachilie kwa Bwana, anza kusukuma maombi, anza kusukuma maombi. Bwana nieleze wa pili, nimekupa ushuhuda wa huyu na huyu, nimesikia apande madhabahuni akalia mbele za Bwana. Ni kwa sababu kulikuwa na huduma juzi, ile roho ya Israeli, ile roho ile kwa ndani ya Israeli alisikia kwa Bwana, akasimama akafanya kitu nje ya maelekezo yangu, nje ya mambo yangu. Alifanya kwa Bwana, ndio maana alipanda kwenye madhabahu hapo, akisimama mbele za Bwana. Mungu aliye hai akushuhudia na wewe ndani ya mwaka huu. Ibu wa Bwana uumbike ndani yako, achilia maombi. Ziko ahadi zilizo bora, ziko ahadi zilizo bora, ziko ahadi zilizo bora. Ukisikia
yake kwa ajili ya kazi yake. Anatafuta mtu ambaye aliye tayari kubeba wivu wa Bwana ili afanye kazi ya baba yake, ajisikie vile baba yake anavyosikia. Watu wanakufa kwenye dhambi, ajisikie vile baba anajisikia, aanze kupita akihubiri Injili, aende mikutano ya Injili, aende semina, aende huduma mbalimbali. Ni kwa sababu wivu wa baba yake umwambika ndani yake. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Hii ni saa Bwana ya kujidhihirisha kwako, hii ni saa Bwana ya kujifunua kwako. Shimimina kwa Bwana, shimimina kwa Bwana. Ukisikia kupiga magoti, ukisikia kulia, ukisikia kuomboleza, uende achilia tu. Hii ni saa mbingu zimefunguka, zinafuatilia maombi yako, wanafuatilia Facebook, wanafuatilia YouTube sai. Wivu wa Bwana, wivu wa Bwana, wivu wa Bwana ndani yako. Mungu amejifunua kwa Eliezeri, bado wivu wa Mungu kumbika ndani yake. Akafanya kazi ambayo ilifurahisha Bwana, akamwahidi ahadi Bwana, akamwambia Eliezeri, nimefunga agano la amani na wewe, akabeba watoto wako na vizazi vyako, nimewapa utumishi milele. Akaachilia ahadi ya Bwana. Mwambie Bwana, ile hali ya kuwa mwana iumbike ndani yako, iumbike hali ya kuwa mwana. Fanya kazi ya Mungu kama mwana wa Mungu, usifanye tu kama mtumishi wa Bwana. Hali ya kuwa mwana iumbike ndani yako, wivu wa Mungu iumbike ndani yako. Ni majira ya siku za mwisho, ni majira ya siku za mwisho. Mungu anatafuta mtu ambaye atabeba agano lake, atabeba utumishi kwa wivu wa Bwana. Injili isiyogoshiwa, isiyodai fedha, hubiri Injili kwa utukufu wa Bwana. Ufanya kazi ya Bwana, ufanya kazi ya Bwana. Iachilie kwa Bwana, endelea kuomba. Mwambie Bwana, wivu wako umbike ndani yako. Mwambie Bwana, wivu wako umbike ndani yako. Mwambie Bwana, akufanye mwana, ile hali ya kuwa mwana iumbike ndani yako. Na mwili wako pesa, ukombolewe katika mwili, ukombolewe katika mwili, ukombolewe katika mwili, ukombolewe katika mwili. Hapo maisha nasubiri, wengi kwenye utukufu, watoto wako nasubiri, wengi kwenye utukufu, uchumi wako unasubiri, wengi kwenye utukufu. Haya ni majira ya kuangalia Bwana, ya kutafuta Mungu kwa jina la Yesu. Achilia maombi Baba, kwa jina la Yesu. Ninawaleta watoto wako kwenye madhabahu yako, bila hali ya kuwa mwana iumbike ndani yako, iumbike ndani yao. Maana Paulo alisema anawaombea wale, anaombea kanisa ili Kristo aumbike ndani yao, ili Kristo aumbike ndani yao. Mungu nami ninaomba Bwana, Kristo ile nia iliyokuwa ndani yako iumbike ndani yao, ile nia iliyokuwa ndani yako iumbike ndani yao, ile hali ya kuwa mwana iumbike ndani yao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, hali ya kuwa mwana iumbike ndani yao, ile hali ya kuwa mwana iumbike ndani yao. Kristo aumbike ndani yako, ile nia Kristo iumbike ndani yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kristo aumbike ndani yako, Kristo aumbike ndani yako, akiyatenda mapenzi ya Baba ndani yako. Kristo aumbike ndani yako, kwa jina la Yesu. Kristo anabariki ili upate kurithi na Kristo. Lazima Kristo aumbike ndani ya moyo wako ili urithi pamoja na Kristo. Lazima Kristo aumbike ndani yako. Angalia madhabahu, angalia madhabahu, ili wingu siache lipite, ili wingu siliachilie. Mwambie Bwana, kwenye hili wingu, wivu wako umbike, Kristo aumbike ndani yangu. Mwambie tu Mungu, ninaomba leo, Kristo aumbike ndani yangu, Kristo aumbike ndani yangu, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, ni 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 kwa damu ya Yesu. Kristo aumbike ndani yako, Kristo aumbike ndani yako. Huo mwili ambao unakutesa ukombolewe, hiyo damu ya Yesu ikomboe viungo zako, hiyo damu ya Yesu ikukomboe ule mtu wa kale, ukuachilie hiyo tabia mwilini, ikuachie hiyo tabia mwilini, ikuachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Kristo aumbike ndani yako. Mwaka huu mwaka
pembezoni mwako. Huu mwaka ni mwaka wa kumtumikia Mungu kama mwana. Mwaka huu ni mwaka wa kumtumikia Mungu ukiwa mwana. Usitumike kama mtumwa, usitumike tu, tumika kama mwana wa Mungu. Hiyo kazi iwe ni ya baba yako, huo utumishi utumike kwa baba yako, ili baba anapokutembelea amkute mwana, asikute kibarua, asikute mtumishi, bali mwana akuone mwana. Ukisema baba niko hapa, unatenda mapenzi yako. Baba niko hapa, si kwa ajili yangu, si kwa faida yangu, niko hapa unatenda mapenzi yako. Mungu akikuona atajifunua, una agano bora, hata miashiria kwako. Mungu akiona una ahadi zilizotukuka, hata za sheria, una ahadi ambazo zimetukuka, hata za sheria kwako. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Mungu ni hai. Tunakuhitaji, tunakuhitaji. Ni majira ya siku za mwisho, ni majira ya siku za mwisho. Uovu umekithiri, machukizo ni mengi, lakini Kristo ukumbuka ndani yetu. Utaifanya kazi yako katika mazingira yote, katikati ya vita. Tunashauka ule mwambia Joshua, uwe hodari na mashujaa, maana ni wewe utakayefikisha watu hawa urithi ya baba zao. Ni wewe unakwenda kusimama mitangoni. Wewe Mungu amekuita, anataka mtumikie kwenye kiwango anachotaka yeye. Mungu aliye hai ajifunue kwako. Huu ni mwaka wa kumtumikia. Asikie nafsi yako, nasema baba niko hapa. Anaposema ni mtume nani, ukasema nitume mimi, niko tayari baba uifanya kazi kwenye mazingira yote, maana mtu unanipeleka. Maana Yesu akasema kama walivyonituma na ninapeleka ninyi. Kisha kupeleka kazini, akupeleka kama mwana, akupeleka kama mwana, ukaifanya kazi ukiwa ni mwana. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Mungu aliye hai ajitukuze, ajitukuze katika utumishi wako, na Mungu akubariki. Mungu aliye hai aliyekupa nafasi ya kushiriki madhabahu, baraka za Mungu ziwe juu yako. Akubariki mwaka huu, akubariki. Ile ni baraka ya Ibrahimu, ile ni baraka iwe juu yako. Mungu aliye hai akubariki. Kwa baraka ya Ibrahimu, zile ahadi za Ibrahimu zikachipuke, ni baraka mbalimbali ikachipuke katika maisha yako, ukamwone Mungu na Mungu akatukuze kupitia maisha yako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Amen. Shangilia Bwana Yesu. Amen. 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 Baba kakae. Chungaji karibu baba, umalizie lengo yako.